Mahmudu, picha ile haikuwa ya Simba na Yanga 77, kwani sijamuona Alu Ali aliyekuwa namba 8 siku hiyo. Naitwa Ahaz Mwakagila wa Kinyerezi. Ni kweli, nasi tuligundua pale pale kwamba si ile na tukarekebisha kauli zetu. Labda ukutusikia, tunashukuru ndugu yetu wa Kinyerezi. Kinyerezi kuna happen sana, msalimie Ivona Kabuntu na wengine wote wanaokaa huko Kinyerezi. Haya bwana, huyu mtu siku nyingi sana. Daudi Msagati, salamu alaikum timu alizokezea Kibadeni pamoja na majimaji ya Songea akiwemo Edgar Mwafongo, asante sana. Kule alikwenda kumalizia kabumbu yake. Sawa. Na message nyingine hapa. Naitwa Peter Mkude, naishi Mbezi kwa Msuguri kaka Zuberi, na kusalimia sana na kila laheri Simba leo tuingie finali. Kikubwa kwa wachezaji ni kuwa makini kwa dakika zote na waache makosa ambayo sio ya lazima, na nafasi zinazopatikana ziwe magoli. Inshallah itakuwa hivyo unavyotaka wewe ama unavyoomba wewe. Message nyingi sana zimetumwa na nitakuwa nazipitia kwa awamu. Hat-trick yake mpaka leo haijaweza kulipwa na wachezaji wa sasa. Heshima kwake Kibadeni. Lakini pia Toa Figo amesema ila jino King lianzia wapi? King Kibadeni hii ni nickname bwana, na akupewa hivi hivi. Hii alipewa King Kibadeni baada ya kuoa, kupewa uchifu kule alipojiunga na Majimaji. Alipewa uchifu, aliitwa Chifu Mputa. Sasa ile chief wengine wakamuita King Kibadeni, wengine wakamuita Chifu Mputa. Kwa sio jina lilikuja tu, lilikuja kwa heshima yake. Leo ni kwa mujibu wa yeye mwenyewe. Message ni nyingi, nisome message ya mwisho ya rafiki yangu Sefu Mbembe, Simba alialia ambaye ajaenda South Africa. Anasema msanii wa maigizo Sefu Mbembe, Tanzania anaiombea timu yetu ya Simba, ushindi wetu leo ni sare. Aza Sefu, South Africa tu hapo nauli kama ya basi umeshindwa kwenda. Kuna kuishangilia Simba afu nasema wewe Simba kweli kweli. Umenifelisha. Naam. Salamu alaikum Rashid Kejo. Alaikum salam. Salamu alaikum Kunambi. Alaikum salam. Salamu alaikum Nasogelia. Alaikum salam. Ili salamu. Yeah. Sawa. Nimefurahi kukutana tena na nyinyi wazee wenzangu. Na leo tunakwenda mbio mbio, sio? Naam. Hakuna leo letu, hakuna kulemba. Leo unabandika na bandua. Au si Kunambi? Tusibandika bandua. Nacheka. Sawa. Bwana Nasongelia, timu yetu ya under 15, timu ya wanafunzi imefanikiwa kutoa back to back michuano ya Afrika. Unajua this is big tournament, African tournament. All school boys under 15 wanakutana katika mji mmoja, wanacheza talent kutoka sehemu zote. Zamani ilikuwa kwenye level hii wenzetu magharibi huko ndio walikuwa wanaongoza, wanafuatiwa na kaskazini katika level ya youth. Timu za magharibi zilikuwa zina dominate sana sana. Lakini sasa wale vijana wadogo walikuwa wanaondoka mapema kwenda Ulaya wa magharibi. Wale vijana wadogo wa kaskazini wengi walikuwa wanabaki Afrika. Inapokuja kwenye soka ya Afrika sasa, kwenye ngazi ya klabu, timu za kaskazini zina dominate kwa sababu wale wa magharibi watoto wao wako Ulaya, wale wamebakia pale kina Ndundo kina Bouteflika wamekuja wanatawala katika soka. Nowadays ni Tanzania back to back nachukua hii tournament. Nataka useme wewe msomi unayeandika gazeti la Kiingereza Daily News, tena bosi marili uliovaa miwani ya kisomi, hiyo sio miwani ya kibisho. Ongea na Songelia. Mtumishi wa umma. Ni mafanikio makubwa. Nikosi nimalizia mtumishi wa umma. Ni mafanikio makubwa na nimefurahi mweiweka vizuri sana. Hiyo comparison ya kwamba zamani ilikuwaje. Wachezaji wa West Africa wanafanikiwa lakini wanaenda Europe. Wale wa North Africa wanabaki na nchi zao, na ndio maana walitusumbua sana kwa kipindi kirefu. Sasa unaona kama upepo unageuka, kwa sababu na sisi tunaweza kufanikiwa namna hiyo, kuwa mabingwa wa Afrika tena mara 2 mfululizo. Sio kitu kidogo, ni mafanikio makubwa sana. Home and away. Home and away. Kwa kama hawa watoto hawa waliofanikisha hili wanapata ule muendelezo mzuri, sisi tutakuwa yani ndani ya miaka 10 tunaweza kuwa above team za North Africa kwenye mashindano yote. Afrika pazuri zaidi. Yes. Kunambi, na wewe nikusikilize, msomi, mtu mwenye dhamana ya serikali, unaandika gazeti ambalo gazeti la serikali, Habari Leo, hariri kabisa, mwenye kitambi chako cha kufutia smartphone, sio cha kukera kile ambacho watu wanaweza kafika figo zimefeli. Hapana, smart kwa kawaida tu.
ongea na wewe nikusikie. Mimi naona naweza kusema kitu kimoja kwamba sasa hivi kama tumekubali kufa ili twende peponi. Naona anasema kwamba ili uende peponi lazima ufe. Huko nyuma tulikuwa tukubali kufa ili twende peponi. Nikiwa nasema hivi nilikuwa na maana gani? Misingi ya football inaeleweka. Naona kwamba ili tuwe tutengeneze wachezaji wengi ambao wako competitive, wako professionals, lazima waanzie chini. Naona kwa hiyo kitendo cha sisi kuchukua ubingwa wa mara mbili mfululizo wa haya mashule, maana sasa tunaonekana ni kielelezo cha football ya nchi kuamua kushuka chini kwenye grassroots. Kwa hiyo inachotakiwa wapate hao muendelezo, wapewe connection za kuchukuliwa na academies mbalimbali Ulaya na kwingineko Afrika. Unaona, ili baadaye tuje kuwa na timu nzuri zaidi, wasije wakapotea tu kama ambavyo imewahi kutokea huko. Na kizazi fulani cha Coca-Cola kilitwaa kombe Brazil kipindi kile cha kina Maximo. Nafikiri kwa ile kizazi wengi sana walipotea tu, ingaje tu kilisifiwa, tuliandika makala nyingi za kuwasifia, lakini kilipotea. Kwa hiyo kuchukua ubingwa huu mara mbili mfululizo ni jambo moja, lakini kukiendeleza kifikie matarajio yake ambao ndio kazi ngumu zaidi ni jambo lingine. Kwa hiyo kwanza tunawapongeza wote waliokuwa katika programu hii kufanikisha jambo hili, lakini bado wasiishie hapo. Wana kazi ya kuwasimamia hao watoto, kuwatafutia connection na nini, inawezekana wachukuliwe kwenye academies mbalimbali huko Ulaya na sehemu nyingine Afrika, Asia, ili baadaye tuje tupate timu ya taifa ambayo iko strong. Nikiangaliaga kwa mfano timu kama ya Twiga Stars, ile timu ya wanawake, sasa hivi na wachezaji wengi sana wa kulipwa. Nafikia kipindi unamuona mchezaji labda kutoka Yanga Queens ni mmoja tu kwenye ile timu. Yanga Princess Queens ndo anasema. Yanga Princess ni mmoja tu, au Simba anaweza kuta watatu tu. Sasa natamani pia hiyo hata hiyo ije itokee, hiyo situation ije itokee kwenye timu yetu ya taifa. Unapoita timu yetu ya taifa ile Taifa Stars, labda kwa qualifying games za World Cup au hizi AFCON finals zenyewe, basi tuwe na wachezaji wengi wanaotoka kwenye klabu kubwa huko barani Ulaya, afu na wandani hao wachache, ili kutoa chachu kwa wandani kutoka nje. Kwa maelezo hayo mazuri, ameenda kanikupe siri moja. Mimi nilivyokuwa ni kwa Bali Corporation, nilikuwa hodari wa kuandika story za alisema. Unakwenda kwenye interview, una quote, unaandika story yako vizuri. Hata nikiandika makala, nilikuwa naandika makala za kumnukuu mtu, naandika. Sasa pale kulikuwa kuna column za watu ambao bongo zimepasuka, washakaa wamebobea, unaandika analysis, unajadili jambo, una challenge na nini. Hiyo ilikuwa inaandikwa na seniors tu wakati huo, ndio kina Rashid Kejo, kina Mbwambo, kina Bwire, kina Chirwa. Column ilikuwa inaitwa Tujadili Michezo, very strong one ya gazeti la Tanzania. Sasa kuna siku bwana, kuna tafrija imefanyika huko ya pati ya miaka 10 ya miaka 5 sio gazeti la Dimba. Tulikuwa tumefanya sherehe, tumerudi, wazee mambo sana wamekuja. Sasa ile washafanya gazeti limeisha kabisa, waangalia bwana, tujadili hakuna huku na huku hakuna. Sasa watoto wamechoka, wamekesha kwenye tafrija. Mwamba huyu hapa kaja kadaka, wewe hebu andika tujadili hapa. Sijawahi hata mara moja kuandika, ambia mimi siwezi. Ambia wewe utakuwa mwandishi kuandika nani stories za alisema kila siku, usiwe mjinga wewe, umeshakuwa mkubwa, andika hapo, tafuta kitu chochote ukichallenge. I'm order. Sijawahi hata siku moja kufanya ndo uchambuzi wenyewe huo. Nikasumbuka kuna huko nafakisha sema bosi tena hapo nasema nini? Afikiri kama nyoka hivi. Afikiri walikuwa walikuwa akiongea bora kupige. Alikuwa na fimbo za maneno. Yaani anaongea paka nakutema mate. Keje. Tu. Mwandishi gani wewe? Nikasema nikazunguka huko bati kachoma magazeti. Umeona bwana? Kama 98 sijui hiyo bwana. Yanga sawa walikuwa wamepewa zile nani dola, kama utapata dola 40,000. Umeona bwana, kwa nikaandika nakumbuka tujadili yangu mchezo wa kwanza, niliandika kuhusu zile dola 40,000 Yanga watumieje, kwamba sehemu kubwa yani sehemu ya fedha Yanga atumie kwa bati uwanja wa Kaunda, wao na uwanja wao mwenyewe. Kejo alipitia, sio kama aliedit, alirewrite, maana alipenda idea yangu akaedit, akaandika katika style yake yeye. Kesho yake ilipata kile sana kwenye postmortem pale kwenye gazeti. Ndio ilikuwa makala yangu ya kwanza ya uchambuzi, na ndio ulikuwa mwanzo wangu kuandika makala za uchambuzi, na baadaye nikawa mmoja kati wa wachambuzi
wanaoshambua vizuri, nadhani nyinyi ni mashahidi. Alikuwa ni sababu huyu mzee Kejo. Bado naheshimu na nakumbuka mchango wako. Sasa basi nataka utuambie mafanikio ya hawa vijana. Tumekuwa tunaka trendi haka kazuri ka kugroom vijana katika youth level kwa miaka sasa, kwa miongo kadhaa, lakini kuwatoa pale kuwapeleka hapa njiani ajali nyingi sana. Ushauri wako na hawa waliopatikana wakati huu ili waje kufikia kwenye level kwamba na wenyewe waje kuwa wakina Mane, wakina Cristiano, wakina Samata one day later? Ya kwanza na mimi niungane na wenzangu kuwapongeza vijana kwa sababu si bahati mbaya kupata back to back mnaita siku hizi papo kwa papo, si jambo dogo, si kitu kidogo. Kwa hiyo ni jambo la kupongezwa sana, lakini wahenga walisema chanda chema huvikwa pete. Yaani wameshafanya kitu kizuri, sasa wavikwe pete, waendelezwe. Kuendelezwa ni kama walivyosema wenzangu kwamba wasiachwe sasa wakaingia kama kuku wa kienyeji, watoke tu wakajitafutie riziki. Lazima kuwa na mwendelezo mzuri, na mwendelezo mzuri ni kuwatafutia shule za soka, shule za kuendeleza kisoka ambazo zitawapa nafasi ya kuonekana au kujiendeleza wenyewe, kukua kimichezo, kwa sababu vijana wengi hao wametoka katika shule za kawaida. Ni shule za kawaida ambazo wakati mwingine michezo ni sehemu tu ya masomo, lakini kuna shule ambazo masomo mengine ni sehemu ya masomo, lakini masomo makubwa ni ya mchezo wa soka. Na mchezo wa soka sasa hivi ni fani, ni profession. Watu wanaishi na wanafanya kazi kitaaluma. Ni taaluma ambayo inatakiwa kuheshimiwa, na nashukuru Mungu serikali, wadau wa michezo TFF wametoa kipaumbele. Sasa hivi tunaanza kuona uwekezaji na dhamira ya dhati kabisa katika kuendeleza michezo. Wewe mwenyewe unakumbuka enzi za FAT zile. Waswahili wanasema ukitaka kupima maendeleo yako kutana na rafiki yako wa zamani. Sasa mkikutana na mtu ambaye zamani tulikuwa tunakaa penalty box pale FAT kusubiri story za katibu mkuu anatangaza timu ya taifa. Maana timu ya taifa ilikuwa itangazwa na kocha, inatangazwa na katibu mkuu wa FAT, ndio anayeteua timu, lakini ikifanya vibaya anafukuzwa kocha. Sasa hayo tumepiga hatua kubwa. Sasa wakati ule ilikuwa hata huwezi kuzungumzia masuala ya kina Ngorongoro Heroes, huwezi kuzungumzia mambo ya kina Serengeti Boys, wala Twiga Stars hazikuwepo. Hizi kina Yanga Princess, Simba Queens hazikuwepo. Kwa hiyo kuna hatua kubwa sana imepigwa. Bahati mbaya sisi Waswahili watu tunapenda sana kulaumu na kuto kuangalia nyuma tulikotoka ili tuweze kujifunza na kwenda mbele. Kwa hiyo mimi ninachoshauri ni mwendelezo wa hawa vijana, tuwavike pete, tuwape nafasi ya kuendelezwa. Kila fursa inapopatikana waelekezwe fursa zilipo ili wazifate, au wasukumwe kufikia hizo fursa walizonazo. Sasa kana kwamba haitoshi, pia tumetoa goalkeeper of the tournament Rajabu Manyelezi. Wajua mbele ya vipaji kutoka pembe zote za bara la Afrika kuonekana wewe ni kipa bora. Of course kama goalkeeper Tanzania tumewahi kufanya vizuri hivyo. Nakumbuka 1973 kwenye All African Games tournament tulitoa goalkeeper Omar Mahadhi alichukuliwa, lakini makipa wetu amekuwa akifanya vizuri. Aishi Manula kwenye hizi tuzo za Afrika amewahi kuingia katika dominance ya Simba kwenye michuano ya Afrika, na hata ambao hawajafika kule, lakini tukikutana na wenzetu wao wanakwenda kuwapa mkono. Idipazi amewahi kutakiwa na klabu ya Ufaransa, amekeza professional Sudan, wakati ule Sudani ili wakuchukue lazima unajua kuliko wao. Kina hivyo Mapunda amekeza Ethiopia. Mwameja alipata nafasi kwa South Africa akaondoka yeye mwenyewe akaenda kujaribu Uingereza. So ni mwendelezo wa historia ya kuwa na magolikipa wazuri. Kejo, ni kweli na bahati nzuri au mbaya, tunahitaji sasa kuanza kuangalia Tanzania. Sasa hivi ukiangalia makipa wengi wazuri wa Tanzania wanatoka nje. Sasa kwa kitendo cha kijana kupata hiyo nafasi, ndio muda mzuri sasa wa academy kwanza kuanza kumuinda, lakini timu kubwa kuanza kuwekeza kwake. Vizuri. Na Songelea katika futsal tumeshiriki mara ya kwanza this time around Tanzania upande wa wanawake, na timu yetu imefanikiwa kuingia nusu finali baada ya kuongoza kundi lake C
baada ya ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Senegal. Angalia bwana, East Africa against West Africa, ambao wenzetu katika football tayari walikuwa wameshapiga hatua ya mbali sana. Nataka nikusikie ukizungumzia mafanikio ya timu hii, imeongoza kundi against ni mwendelezo ule mzuri wa Tanzania kufanya vizuri katika michezo tofauti kwenye soka. Amesema Rashidi hapa kwamba miaka ya 90 huko ulikuwa uwezi kuzungumzia Twiga Stars, sijui Serengeti Boys, sijui Ngorongoro Heroes, lakini sasa hivi zote hizo na zote zina qualify katika level ya mashindano ya Afrika. Kwa hiyo na kwenye futsal ambao tumeingia kwa mara ya kwanza, hii ni michezo ambao wanacheza 5-a-side kwenye hard court surface, ni mafanikio makubwa. Tunazidi kupanua wigo wetu katika mashindano ya football. Tunaenda katika ngazi tofauti. Tuna beach football ambao pia tumekuwa tukifanikiwa sana. Tutakuwa tunakwenda final karibu zote za Afrika. Yeah, so unaona wigo unavyotanuka. Kwa ushindi na ushindani unakuja katika maeneo tofauti. Hii ni hatua kubwa na viongozi wetu wanastahili kupewa pongezi. Tunazipa pongezi timu, lakini viongozi wa shirikisho ambao wako nyuma ya haya mafanikio wanastahili pongezi kubwa. Kunambi ni mafanikio mazuri. Bahati iliyo nzuri, sisi TSN tuna mwakilishi wetu kule Zena Chande, yuko anaripoti hiyo michuano. Ni kiongozi, anaripoti, ni mjumbe nini, ameenda kule, lakini anatupa faida ya ziada, anaripoti michuano. Bado yaani msijifiche kwenye hicho kivuli. Yaani hicho kivuli msijifiche. TSN kama chombo cha habari cha umma mwenyewe na TBC, kwenye hizi sehemu ambazo bendera ya nchi inapeperushwa, mnapaswa kuwa na specific mtu wa kuwakilisha. Yule Zena amekwenda kama kiongozi. Lakini boss, tafadhali kama hujaandika invoice, andika angalau mwaidu finali. Lakini kitu anachotaka kusema ni nataka kusema, mazungumzo yangu kati ya mimi na yeye kuhusiana na ushiriki wa timu yetu kule very positive. Kule wa Morocco umekuwa wakizungumzia positively sana yani timu ya futsal, kwa jinsi inavyo perform kule. Kwa hiyo kama ambavyo wametangulia kusema wenzangu, sasa tunaona mipaka ya Tanzania kwenye michezo yote inafunguka na bendera ya taifa inapepea vizuri. Kwa hiyo wanaweka mark this time, wataendelea hivyo hapo walipoishia. Endelee kuiombea zaidi, ifanye vizuri zaidi. Kejo kwenye nusu finali wanacheza na Morocco, ambao kwanza ni hosti, lakini wao debut yao ni 2021 na ranked 47 kama sikosei. Hilo haliwezi kuwatisha Tanzania sasa hivi imekuwa katika nchi za Afrika Kaskazini. Morocco ndio imekuwa kidogo kikwazo katika michezo mingi, katika ngazi nyingi za soka ndio imekuwa kidogo inaisumbua Tanzania. Lakini kwenye futsal ukiangalia record ya Tanzania katika mashindano, sidhani kama, pamoja na wenyeji, lakini naamini Tanzania inaweza ikafanya vizuri. Ila pamoja na hayo, tunavyoiona mchezo wa mpira wa miguu au soka katika mawanda yake mapana. Manake zamani ilikuwa ukizungumzia soka unazungumzia Simba, Yanga na timu ya taifa. Na wakati mwingine hata timu ya taifa wachezaji wengi walikuwa wanajivunja, hawataki hata kwenda. Nakumbuka zamani mchezaji anaona aende akaifie timu ya taifa kwa lipi. Lakini sasa hivi watu wanapambana. Sawa, tutarejea hapo Kejo kuendelea na mjadala wetu. Tumeweka nukta hapo kwenye futsal, si ndio na naomba mnikumbushe tutarejea. Muda huu kutoka pale Durban Nata, South Africa, maeneo ya viunga vya Moses Mabida, mwenzetu Kennedy Moses yuko tayari kutuhabarisha hali halisi kuelekea mechi hiyo baadaye saa 10 dhidi ya Stellenbosch. Naam, asante Mahmoud bin Zuberi kutoka hapo studio kwenye FOFA. Bila shaka ameweza kuwajuza mengi wa Tanzania ambayo yanaendelea kuelekea mchezo mkondo wa pili, ambapo Wekundu Msimbazi Simba watakuwa wanapambania safari yao ya kuelekea fainali hii leo dhidi ya Stellenbosch. Hapa niliposimama ni katika uwanja wa Moses Mabida, uwanja ambao ilichezwa nusu fainali kombe la dunia mwaka 2010, na hii ni asubuhi, uwanja huu ukiwa tayari unaendelea kufanywa maandalizi
kuelekea mchezo wa hapo baadaye. Kiufupi zinafanyika hatua za mwisho kabisa kuelekea mchezo wa hii leo, na ambao wekundu Msimbazi Simba watakuwa mzigoni hapa. Nikukumbushe Simba walipata ushindi wa goli 1-0 pale Amani Complex visiwani Zanzibar. Kwa hivyo leo watakuwa na kibarua kingine cha kumalizia mchezo wa pili kwenye hii hatua ya nusu fainali. Hali ilivyo ni tofauti na tulivyofika. Siku mbili za kwanza hapa Durban palikuwa pana baridi kali na palikuwa pana mvua kubwa, ilikuwa inanyesha kwa siku mbili mfululizo, lakini jana na leo mambo ni tofauti. Muda huu ambapo nazungumza nawe ni asubuhi na kuna jua. Kwa kiasi kikubwa hali ilivyo sasa haitofautiani sana na Dar es Salaam. Pengine inaweza kuwa hali rafiki zaidi kwa wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na mazingira na hali ya hewa ambayo wameizoea kutoka hapo nyumbani Dar es Salaam. Na hivi ndivyo uwanja ulivyo na unafanyiwa hatua za mwisho tu ili Kennedy, kama unanisikia Kennedy, naona wanasafisha nyasi hizo ama pitch inasafishwa kuweka katika mazingira mazuri, na nataka nijue kwanza umewezaje kuingia ndani ya uwanja muda huu ambao kwa kawaida mida hii watu hawaruhusiwi kuingia uwanjani? Wewe umewezaje kuingia? Naam, nimefika hapa majira ya asubuhi kidogo nikitaka kufahamu mwenendo wa ukataji wa tiketi ulivyo na mambo mengine yanavyoendelea, na kwa uhalisia unaruhusiwa kuingia, kwa sababu tumekuwa pale nje tukajitambulisha bana sisi ni fulani, na tulipofika hakuna zoezi la ukataji wa tiketi linaloendelea, hakuna mashabiki ambao wamejitokeza. Pamepoa kama siku zingine tu za kawaida. Pengine inajiakisi kwenye kile ambacho kwa kinazungumzwa kwamba timu haina mashabiki wengi sana kwa hapa Durban. Kwa hivyo tukaruhusiwa kuja kufanya mawili vitatu, lakini baada ya hapa ni kwa muda mchache tutatoka tena nje kwenda kuangalia zoezi la uuzaji wa tiketi lilivyo, lakini pia mwamko wa mashabiki. Na hii ni asubuhi tu, kwa tulifika hapa kutaka kufahamu kwanza kama mashabiki wamejitokeza, mauzo ya tiketi yanafanyika kwa kiasi gani. Lakini baada ya kufika ni tofauti na ambavyo huwa inakuwa kwenye mataifa mengi. Ukifika utasumbuliwa, utanyanyaswa hapa na pale, kuingia kidogo inakuwa mtihani, lakini hapa hali ni tofauti kidogo. Tumefika, wametupa ushirikiano mkubwa, lakini zoezi la uuzaji wa tiketi bado halijaanza. Tukasaidiwa tukaingia ndani. Tumefika eneo la kawaida lile ambalo production zinafanyika kwa maana kwenye magari mpaki obi na mambo mengine. Kwa tulipofika hapo tukaanza kutengeneza content kama hivi ambavyo unaona, na hakuna disturbance yoyote ambayo wanaitoa. Zaidi wanaendelea na shughuli zao za kawaida kuelekea mchezo hapo baadaye. Sawa. Na kwa ujumla zaidi ya watu maalum kama wewe mwanahabari kuingia, watu wengine pia wa kawaida tu wana uhuru wa kuingia wanavyotaka na kutoka labda kwa muda huu kwa siku ya leo? Hapana. Bila hizi accreditation pale mlangoni huingii. Na dress room mwanahabari ndio unaweza kuingia. Tupia jicho kwenye dress room kukoje mazingira yake? No, dressing room sijafika, kule hatujaruhusiwa kuingia. Na nilifika kule jana niliona mazingira kukoje. Unajua kwa kwetu huku Tanzania mida kama hii lazima wanakuta wao wanaitwa walinzi wamekaa wanalinda vyumba. Je, na hapo pia ni hivyo kwamba kuna walinzi nje ya vyumba vya timu? No, hapana. Kwa nilipopita sijaona. Nimepita tu kwa mbali, sijaona. Ila jana niliingia dressing room mpaka ndani, niliona zilivyo, hakukuwa na ulinzi wote. Na leo nilivyopita kwa nje sijaingia ndani, lakini kwa nje pale sijaona mtu yote kama analinda. Na ni watu ambao wanaendelea na shughuli zao, wafanyakazi hapa uwanjani wanafanya usafi na mambo mengine, lakini hakuna ile kama ilivyo labda kwenye maeneo mengine watu wanalinda ama nini. Haipo hivyo. Sawa. Keni, kwa ujumla najua kuna idadi kubwa wa Tanzania ambao wako huko waliosafiri, lakini pia na wale tu ambao wanaishi huko waliojitokeza kusupport timu. Naamini jana katika mazoezi ya mwisho ya Simba walikuja uwanjani. Je, mwamko ukoje kwa Simba ama delegation ya Tanzania kuelekea mechi ya leo? Mashabiki ni wengi, na jana tulipita maeneo mbalimbali ambayo kuna Watanzania wanaishi, na Ahmed alikuwa anajaribu kuzungumza nao kuhamasisha kuelekea mchezo wa leo. Na ukizungumza nao Watanzania wengi wanaizungumzia Stellenbosch kama timu ambayo haina mashabiki wengi, na hapa ni kama timu nyingine tu ambayo ipo ugenini. Kwa hivyo matarajio ni kwamba mashabiki wengi leo watakuwa ni wa Simba, na Stellenbosch walikuwa wanapambana na wao pia kukodi baadhi ya mabasi na kuhamasisha baadhi ya mashabiki wajitokeze kwenye mchezo wa leo. Lakini hamasa kwa Watanzania wanaoishi Afrika Kusini ni kubwa, na si katika eneo hili la Durban peke yake. Kuna wanaotoka Joburg, kuna wanaotoka Cape Town na maeneo mengine mbalimbali. Wote wanataraji kukutana hapa leo, na tulikuwa tunazungumza nao, wanasema wanahamasishana pia kwenye magrupu ya WhatsApp, wana vyama vyao vipo huku, wanaendelea kuhamasishana kuelekea mchezo wa leo hapo baadaye. Lakini
tangu nimefika najaribu kupambana nimpate shabiki walau mmoja wa Stellenbosch nizungumze naye. Jana nimejaribu kupambana kuwatafuta kuwapata, na nikajaribu kuuliza kama nikajaribu kuuliza hata Tanzania bwana natafuta shabiki yoyote wa Stellenbosch nizungumze naye, wakasema hii huku ni timu ngeni, alafu si timu kubwa sana kwamba ina mashabiki wengi, kwa hivyo labda umpate South Africa wa kawaida, na wawili ndio wapata hawakuwa comfortable sana kuizungumzia. Sawa. Kwa hivyo jana mazoezi ya mwisho jana yaliendaje? Vijana walitrain vizuri? Hakuna mtu ambaye yupo kwenye mipango ya mwalimu atakosekana leo Kennedy? Jana kwenye mkutano na waandishi wa habari, mwalimu Fadlu David, mchezaji pekee ambaye alizungumza kwamba anaweza akamkosa alikuwa ni Mzamiru Yassin. Shefondo Malone alichokizungumza mwalimu, japo ana majeraha, kwa mujibu wa kilichozungumza mara mwisho na Ahmed Ali kwamba pengine possibility yake kutumika kwenye mchezo huu ni ngumu, lakini mwalimu Fadlu David alisema watamfanyia fitness test ya mwisho. Manake hiyo ndio itaamua kama Shefondo Malone atakuwa sehemu ya mchezo au la. Sasa pengine kwenye mazoezi ya jana ndio mwalimu alimwangalia jioni kwamba je, kwenye mazoezi ya utimamu wa mwili atafaa kutumika kwenye mchezo wa leo au la. Hicho ndicho ambacho Fadlu David alikizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari. Lakini mbali na hilo, kwenye mazoezi ya mwisho ya jioni hakukuwa na tofauti yoyote. Nyota wote muhimu wa Wekundu wa Msimbazi Simba walishiriki mazoezi, wakafanya mazoezi na wakaondoka wakiwa salama. Na baada pia ya mazoezi kumalizika, japo hakuzungumza na vyombo vya habari, niliteta kidogo na Ahmed Ali, tumuuliza bana kuna chochote kimetokea cha tofauti, akaniambia kila kitu kiko kama kilivyokuwa. Kwa hivyo Elie Mpanzu ambaye kulikuwa kuna maneno ya hapa na pale, nilimshuhudia akifanya mazoezi, na hata wakati anaondoka kwenye moja kati ya kazi ambazo nilizituma kwenye ukurasa wetu wa Azam TV TZ, Simba wakiwa wanafanya mazoezi yao ya mwisho na kutoka uwanjani, alikuwa ni miongoni mwa nyota ambao walifanya mazoezi ya jana. Kwa wale ambao walisafiri na timu wote wako sawa, na wale ambao walizungumzwa kwamba watakuwa na majeraha na kuna uwezekano kukosekana kwenye mchezo wa leo ndio hao. Hakukuwa na tofauti yoyote mpaka jana mazoezi ya mwisho jioni yamekamilika. Kenny, na kushukuru sana kwa taarifa hii uliotupatia asubuhi hii ya leo. Nasi pamoja na Watanzania wengine wote tunawatakia kila laheri katika mchezo wa jioni hii ya leo, muweze kuulinda ushindi wa nyumbani na hatimaye kukata tiketi ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Nakushukuru sana Mahmoud bin Zubairi, kwa sasa tutaendelea kujuzana mengine mengi zaidi na kitakambi hapa mpaka muda wa mechi. Kwa hivyo kila kitakachokuwa kinaendelea nukta kwa nukta nitakuwa na wajuza. Asante sana. Kejo. Mmemsikia Kenny Ya, tumemsikia. Tutajali baadaye hilo, kwanza tujipe pumzi tumalizie tulionayo kwa kuanza na pale tulipoishia. Kwa tunazungumzia futsal na tumeona mafanikio yetu tukishiriki mara ya kwanza katika haya mashindano. Wote mmelichangia hili, na kwa kuwa idadi kubwa wachezaji ambao wanashiriki kwenye timu ya futsal ni wale ambao wanacheza soka ya wanawake, tena kwenye klabu zetu kubwa hapa nyumbani, kwa maana ya Queens, Princess na Queens zote mbili, JKT na Simba na Princess pia. Sio? Sawa. Hatimaye mabingwa mara mbili wa ligi kuu ya bara, klabu pekee nje ya Simba na Yanga kuwahi kutoa ubingwa wa ligi ya Tanzania zaidi ya mara moja, Mtibwa Sugar wamerejea katika ligi kuu baada ya sare ya 1-1 na Bigman jana uwanja wa Ilulu Lindi. Mtibwa is back, Nas. Yes, Mtibwa is back. Mtibwa ni kati. Umefurahi eti? Mtibwa anapendwa kumbe. Sana. Kwa kweli asa sikia Kingoba. Umeelewa? King. Naona kama zile taarifa zilimpua kama yuko sokoni lazima aluka. Kingoba naipenda sana Mtibwa. Mtibwa lazima ni timu ambayo itakuwa yani inapendwa kwa sababu ni timu yenye historia ya kutengeneza wachezaji wengi kwenye soka la Tanzania kwa miaka ya hivi karibuni. Ilikuwa ni bahati mbaya sana ilivyoshuka daraja na wengi waliumia, kwa sababu Mtibwa wana ile tendency ya academy kukuza wachezaji kutokea chini. Yani wameprove kwamba ni timu ambayo inatengeneza wachezaji wake wenyewe, wanakuja kuwa top players, wanagombaniwa na timu kubwa na wanaenda bado wanafanikiwa. Kwa hiyo kushuka kwake daraja ilikuwa ni pigo kubwa kwa soka la Tanzania. Kwa hiyo ni jambo jema sana, tunafurahi. Ndio maana nasema hata mimi nafurahi Mtibwa Sugar kurejea ligi kuu. Kunambi, Mtibwa is back bwana. Jambo zuri kama ambavyo ametangulia kusema Kilinga, ni kwamba hii ni moja ya timu ambazo zimezalisha wachezaji wengi sana. Imetoa wachezaji wengi sana kwa hizi timu zetu kubwa hizi. Lakini pia katika maendeleo ya timu ya taifa. Unaona, ukiondoa kile kizazi cha maana sana cha Pamba ya Mwanza,
baada ya kuondoka timu iliyokuja kuchukua nafasi ya Pamba kwa kupujuza wachezaji wengi ambao walikuwa katika level nzuri ya ushindani, basi ni Mtibwa Sugar. Kwa hiyo kushuka kwao ilikuwa kama kitu ambacho kiliwahuzunisha wapenzi wengi wa soka, wenye nia njema na soka la Tanzania. Wengi walihuzunika, hata mimi binafsi nilihuzunika, ingawaje kuna namna fulani niliona ni sahihi wao kwenda chini kwa hili. Ongea kwa kurudi Kejo Mtibwa, najua hata wewe pia ni mdau wa Mtibwa, rafiki yake Jamal Baizer. Unajua kuna wakati mwingine ni kama nyoka anafika mahali inabidi avue gamba azaliwe upya. Ndicho kilichoikuta Mtibwa kwa sababu misimu miwili kabla ya kushuka ilinusurika. Ni kama yanayoikuta Kagera. Ilinusurika. Sasa labda walikuwa wanahitajika ili angalau wapate kikombe cha kuweka kabatini, kwa sababu alivyoshuka championship huenda wakapata kikombe kama watashinda mechi zao zilizobaki. Kwa hiyo inawezekana kama walikuwa wanajivua gamba ili warudi upya. Lakini tukiangalia Mtibwa kwa historia kama wenzangu walivyosema, ukiangalia timu kubwa ambazo zina wachezaji wenye majina wa Kitanzania, ukiangalia kina Dickson Job, Abdalla Msheri, wote hawa, Abdalla Msheri wametoka Mtibwa, kina Kibabage, kina Chasambi. Unaweza ukataja hata orodha ya wachezaji 20-25 top quality players au wametoka katika Mtibwa ambayo hohe hai ndio imeanza kusuasua. Achilia mbali ile Mtibwa ya kina Babi ile ambayo ilikuwa na dominate national team before Azam, mpaka hata makocha wanaotamba sasa hivi kina Meki Maxime wote ni zao la Mtibwa. Kwa hiyo Mtibwa katika soka, katika historia ya soka la Tanzania ina mchango mkubwa sana. Kwa hiyo unapoizungumza Mtibwa unazungumzia icon ya soka la Tanzania. Sawa, Kejo, Mtibwa ameshapanda tayari. Mbeya City wanahitaji kushinda mechi zao mbili za mwisho ili wapande, kwa sababu wakishinda mechi moja Mbeya City watakuwa na pointi 65 na huyu mwenye 59 hawezi kupanda. Kwa hiyo ni mechi moja anahitajika kushinda Mbeya City amwache Stendi. Kwa hiyo Stendi anaweza akaenda kwenye playoff katika Lake Zone Derby hiyo, Geita na Stendi. Hawa wanatafutana playoff. Mbeya Kwanza na Wanyemelea ina pointi 49. Na hiyo na kama Mbeya City na Mtibwa wanapanda. Jambo ni swala la muda, lakini Stendi na Geita Stendi na Geita wao kwa wao. Na Stendi na Geita watakutana wao kwa kabla ya playoff, wanakutana wao kwa watapunguzana. Sawa. Hawa hapa kwenye Mbeya Kwanza mpaka Polisi Tanzania wanawania kubaki tu. Hawa ni playoff ya kuepuka kushuka daraja. Hawa jamani, biashara jamani, kama Afrika Lioni, biashara wameshuka tena. Biashara si walishuka, wameshuka tena. African Sports imejaribu kupatwa kutaka kurudi, lakini imeshuka tena. Cosmo mabingwa wengine wa zamani wa ligi kuu, maana hao mabingwa wa muungano hao wameshirika mpaka michuano ya Afrika wamecheza. Pira bwana. Anyway, hiyo ni championship. African Sports ni kama Coastal na Coastal Union ni kama Simba na Yanga za Tanga hizo. Sawa sawa. Haya, NAS Young Africa wamekwenda nusu finali ya kombe la muungano baada ya ushindi wa 2-0 dhidi ya KVZ jana. Mechi ilikuwaje kwa jicho lako? Mechi ilikuwa nzuri. Yanga ilitumia wachezaji wengi ambao hawapati nafasi za mara kwa mara kwenye kikosi cha kwanza kwenye michuano ya ligi na hata mechi za kimataifa. Naliona kocha amefanya reshuffle kubwa. Haikuwa ile fluid performance ya Yanga tunaijua, lakini bado walikuwa wamedominate sana mchezo. Na kuingia nusu finali ni kwamba Yanga wanataka kombe la muungano la 7. Wameshashinda mara 6. Kwa hiyo wanapambania ushindi wa mara ya 7 na kuwa timu yenye mafanikio makubwa zaidi, kwa sababu kwa sasa wanafungana na Simba. Wote wameshachukua kombe la muungano mara 6. Sawa. Yeah. Okay, kunambi kwa haraka Yanga jana kocha wake aliweka full mkoko kutaka Masea na ulimuona hata nani Musonda aliumia tu, lakini ilikuwa ni full mkoko. Of course haikuwa full mkoko, kwa maana full mkoko kwa sababu kuna ile first 11 yao wengi hawakucheza. Kwa mfano kama kina Dube, kina Mzize, kina Pakome ambao Yanga sasa akiwa kamili wale unawaona, Ibrahim Baka. Lakini hata wale waliokuepo bado ni Yanga na bado ni timu bora zaidi. Faida kwa kikosi kipana. Faida kwa kikosi kipana. Yaani kwamba ni wazuri zaidi kwa maana ya profile zao kulinganisha na KVZ. Lakini kitu nilichopenda, KVZ walitoa ushindani mkali sana. Walitoa ushindani mkali sana kwa Yanga, na mpaka bao la Nkane
ndio at least Yanga akapumua kwamba hii mechi sasa ndio timu za Unguja zilivyo miaka yote. Kejo Komeni anapata clean sheet jana baada ya kuvurunda kwenye mechi na Mashujaa akawekwa benchi mfululizo. Ni kwamba imempa confidence, lakini ni clean sheet ambayo mimi sikumwelewa hapa. Azizi ametoka kufunga fakwa na mlaumu nani? Mliona hii tukio na kila mtu alijiuliza kwamba ilikuwa ni kitu gani kimetokea. Yaani Azizi alikuwa na kinyongo, kuna wakati aliomba pasi akanyimwa. Nadhani kitu still akafunga akawa analalamika. Sawa. Anyway, katika soka hayo huwa yana mambo ya kawaida. Sasa ukiangalia katika ile mechi, ukiangalia statistic hawa mabwana hawakuwa na shot on target hata moja. Kwa maana hiyo kwamba hata angekuwa Nas pale golini huenda asingefungwa. Sasa kama hapakuwa na shot on target kwa nini Nas kaje kwa hivyo? Kwa hiyo tunafurahi kwamba angalau mechi kama hizi kumrudisha golini kunamjengea kujiamini zaidi kipa, kwa sababu katika ile mechi kidogo ilimuondolea kujiamini. Sawa. Nas nusu finali ni Yanga na JKU, Azam na Zimamoto. Unaiona finali nani na nani? Naiona finali ya Yanga na Azam. Isikie kwa timu za Zanzibar tu kwenye finali. Kuna finali unaona nani na nani? Obviously Yanga na Azam. Kejo kwa macho ni Yanga na Azam, lakini mpira unadunda. Anything can happen. Yes. Sawa, michuano mizuri kabisa ya Muungano, mtazamaji unaipata live kupitia channel zetu mbalimbali za Azam TV. Sasa tunajikita kwenye ile mada ya siku yetu ya leo. Bwana, leo ndo leo. Leo ndo ile siku ambayo Simba wote dua zao ni kwa timu yao iweze kushinda ama kumalizia vizuri mechi ya marudiano dhidi ya Bosch, waende fainali ya kombe la Afrika. Swali langu kwako Nas, swali la kisomi na nakuja wako kisomi kabisa. Ipi approach nzuri kwa Simba leo ili kuulinda ushindi wa nyumbani katika mechi ya leo? Waingie na approach gani kucheza? Attacking football. Amesema coach na mimi naungana naye kabisa. Anatafuta goli. Mechi ya hapa nyumbani alisema anapambana zaidi kupata clean sheet ambayo alifanikiwa. Na mechi ya away anasema naenda kutafuta goli. Kwa goli lolote atakalopata amewatengenezea mlima. Kwa ni approach ambayo itakuwa ni best. Attack, lakini ukiwa very cautious. Usije ukaconcede. Na Simba najua wataenda kwa kuattack. Ukiangalia mchezo wa kwanza jinsi wale jamaa walivyokuwa wanacheza, hawana threat sana wanapofika kwenye yani hawana tishio wanapofika kwenye 18. Lakini walionekana ni wazuri sana kwenye eneo la kiulinzi. Waliweza frustrate Simba katika maeneo mengi, lakini Simba still wali create nafasi nyingi sana ambazo walizipoteza. Sasa kama wameweza kurekebisha kile walichokifanya hapa, wanaweza kupata goli moja hata mbili kule away, kwa sababu wana wachezaji wazuri wanapokwenda kwenye final third. Utulivu tu ndio wanaohitaji kwenye kumalizia nafasi wanazotengeneza. Kwa sababu Simba nafikiri kati ya timu zilizotengeneza nafasi nyingi sana kwenye Confederation Cup, lakini wamezi squander. Sawa. Kunambi Simba watumia approach gani leo ili kupata matokeo wanayotaka? Simba wanatakiwa washambulie, waende kwa kushambulia. Na sababu kwa nini Simba wanatakiwa kushambulia ni kutokana na aina ya matokeo ambayo pia wameyapata nyumbani. Nyumbani wamepata katika mechi ambao walipaswa kushinda goli nyingi, manake katika hizi knockout games hizi ukiwa nyumbani unatakiwa upate ushindi mzuri zaidi, goli 2 na kuendelea. Lakini Simba amepata ushindi wa goli 1 bila. Hiyo inasababisha pia hiyo mechi, hata hiyo mechi ya leo iwe bado iko wazi, ambao wanatakiwa washambulie tu kwa namna yote, wanatakiwa washambulie wapate goli. Kejo, unamtazama tofauti na Kunambi? Na hapana, mtazama ni huo nadhani. Naanzia kwako hapo Kejo sasa. Suggestion ya wachezaji wa kutumia kulingana na approach ambao tunahitaji. Kwanza na shauri kocha asibadili kikosi kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na kile kilichocheza Zanzibar, kwa sababu tayari kishaanza kupata muunganiko mzuri na kinaweza kikampa matokeo mazuri. Lakini pia akumbuke kwamba Stellenbosch wakiwa nyumbani wanakuwa ni wazuri sana. Katika mechi walizocheza South Africa, katika mechi 6 walizocheza South Africa za mashindano haya,
walishinda 4, wamedraw 1 na kufungwa 1, na 1 waliofungwa ni dhidi ya Berkane na walifungwa 3. Na katika mashindano yote waliocheza haya ukiondoa mechi hii walivyofungwa na Simba, walishafungwa na Berkane zile 3. Kule walishafunga goli 12. Kwa hiyo ni timu ambayo kidogo si mbaya sana kwenye haya mashindano, ingawa kwenye ligi ya ndani kule imeshafungwa goli 9, imefunga 8. Kwa hiyo ni timu ambayo kocha anatakiwa ajue anaenda kucheza na timu ambayo haikubali kufungwa ikiwa nyumbani. Lakini kwa Simba, kutokana na rekodi yake, imekuwa ikishinda mechi nyingi zaidi za ugenini kuliko hata nyumbani katika mashindano haya. Kwa hiyo inatoa hope kwamba Simba inaweza ikaenda ikapindua meza kule. Kunambi, suggestion yako wewe wachezaji wa kutumia leo kulingana na approach ambayo mmependekeza? Naungana na Blaza Kejo hapa kwamba lineup isibadilike sana, au iwe ile tu kama iliyoanza, kwa sababu Simba Zanzibar kuna timu ambayo ilianza na watu ambao ilimalizia mechi baada ya mabadiliko kufanya. Waanze na vile walivyoanza, baadaye kulingana na mchezo utakavyoonekana wanaweza kufanya mabadiliko. Naungana wenzangu kwamba anaweza kaanza na timu iliyoanza Zanzibar, lakini upande wa fullback namba 3 nafikia anaweza kaanza na Valentino Noma. Kwa sababu gani? Wale jamaa wana nguvu, na hata hapa kuna kipindi inaonekana wali exploit sana upande ule wa Captain Mohamed Hussein. Kwa hiyo watakapomuona tena captain, wanaweza wakaja na mentality ile to exploit upande ule. Kwa walivyokuja Noma, aliwapa wakati mgumu mpaka kwa wanapata hasira, kwa sababu Noma ana nguvu na ni mwepesi kwenda mbele na kurudi. Kwa kwangu mimi ningefikiri upande ule wa captain angeanza na Valentino. Sawa, kila laheri kwa Simba kwenye mchezo wa leo. Hapo kwako na Songelia. RS Berkane anakwenda anakamilisha ratiba leo pale Algeria, ama Constantine atapindua meza? Sioni Constantine akipindua meza. Goli 4 ni nyingi sana. Football bwana. Goli 4 ni nyingi. Nakumbuka kuna misimu fulani hivi sijui kwa ni zama za Enyimba na Al Ahly. Sijui na Enyimba na Zamalek sijui na Al Ahly. Ama ilikuwa ni Enyimba na Enyimba alipindua meza kwa Al Ahly, tena was more than 3 goals. Nakumbuka Kejo. It was 5, wale wakaenda kashinda goli 6. Lakini kwa kile nilichokiona mechi ya kwanza ya Berkane na Constantine, sioni nafasi. Nabii, unasemaje? Haiwezekani kupindua meza pale? Kwenye mchezo wa mpira kitu chochote kinawezekana, lakini hiyo idadi ni kubwa sana. Sio kitu rahisi. Zile Mazembe nakumbuka walikuwa wanapindwaga yeye. Simba ameshapindua. Simba chapindua kadhalika. Walifunga goli 4 hapo, wakaenda wakashinda 5 tena away walishindia. Ilikuwa mwaka 78 mbele ya KNF Kaunda. Hii timu ilikuwa inaitwa Mufulira Wanderers. So it can happen. Na wanasema wakitaka kujua 4 nyingi, chukua chapati. Unajua hata UEFA Champions League miaka ya 90, UEFA Champions League enzi zile ilikuwa kufunga mtu kwake goli 3 4 unakuwa unapindua kwake. Kwako unakumbuka Yes. Nakumbuka wa Real Madrid ya Barcelona washaovercome sana hizo liza. Anyway, let's wait and see. Burudani hii tutapata kupitia Azam TV, Azam Sports 1 leo usiku. Sawa Kejo, Marcel Kola bwana ametemeshwa Bungo bwana. Kafukuzwa baada ya matokeo ya juzi. Iliniuma sana. Timu imecheza kwa discipline ya hali ya juu mpaka dakika ya mwisho wanaongoza goli 1-0. Bao la dakika ya mwisho linawangoa, na hii imekuwa ni disaster ya Misri, kwa sababu hata Zamaleki ametolewa na Stellenbosch pale Cairo kwa staili hii. Dakika ya mwisho goli la wao kusawazisha. Walipata goli dakika ya mwisho Stellenbosch, lone goal dakika ya mwisho. Lakini pia ilibaki kidogo Pyramid wangolewe pale, kama si kosa alofanya kocha wa Pirates kuondoa attacking heroes wake kuingiza defenders akiwa anaongoza 2-1 mchezo baada ya robo saa. Kwanza nikumbushe tu kidogo katika hii mechi ya Confederation waliobaki 4 wote wamekutoka katika makundi mawili tu, kundi A na kundi B. Ala. Umeona Simba na Constantine, Berkane na Stellenbosch wote walikuwa A na B. Wengine wote walikuwa wanawasindikiza. Sasa tukirudi katika swali lako la msingi, Al Ahly imeshajiweka katika level. Unajua kama hapa ligi zilivyo Simba na Yanga. Yanga isipotoa ubingwa ikawa nafasi ya pili, inaona kama imepoteza.
Simba kadhalika, hakuna anayechekelea nafasi ya pili. Sasa hata katika mashindano haya ya Afrika, Al Ahly wamejiweka katika viwango hivyo kwamba kufika nusu fainali wao sio mafanikio, ni kiasi hivi. Imagine Simba kwa hatua hili ufika, inaweza ikamfukuza Fadlu kwa kushindwa kuingia fainali? Haiwezi, itakuwa ni mafanikio. Sasa hizo ni hatua ambazo baadhi ya klabu zimeshajiweka kwamba sisi viwango vyetu ni hivi. Kwa hiyo Al Ahly viwango vyake sio vya kuishia nusu fainali ilivyojiwekea. Sasa huo ni mtihani kwetu kwenye soka letu la Tanzania, tuanze kupanda viwango. Kama sasa hivi Tanzania kuishia kwenye makundi ya michuano ya Afrika, sasa hivi hivyo sio viwango vyetu. Sasa hivi tunaanza kufikiria kwenda robo fainali na kwenda juu. Sawa. Kurambi, ni fair kweli kwa Ahli kumfukuza Kola ama unahitaji kumvumilia kidogo? Al Ahly ni Real Madrid ya Afrika. Yaani wanafanana kama ambavyo ametangulia kusema Kakejo hapa kwamba wao washaseti standard zao kwamba sisi ni ubingwa tu ndio mafanikio. Kama usipochukua ubingwa tena wa ligi ya mabingwa Afrika, yani asilimia za kubaki wewe kuendelea kuwa kocha wa Al Ahly ni ndogo. Ni wao tu wenyewe, inaweza siwe sana katika utaratibu sahihi sana wa mchezo wa soka, lakini wao ndio wenyewe sera zao ziko hivyo kama Real Madrid. Yani Real Madrid sasa hivi anytime Carlo Ancelotti anaondoka, hawezi yani unatabiri kabisa, wanasema kabisa kwa uhakika Carlo Ancelotti hawezi kuwa kocha Real Madrid msimu ujao, na itakuwa hivyo. Ni sera zao tu wao wenyewe ambao tayari wamejiwekea hivyo. Sisi mafanikio yetu ni Champions League. Leta taji hapo, sipoleta ikate unaondoka. Nas, itimisha mjadala, nisome message hapa afu tuombe dua. Leo wewe ndio utakuwa mdua wetu. Haikuwa na namna, na uliona reaction ya mashabiki mara tu baada ya mchezo. Walianza kumpopoa kocha na chupa na nini. Kwa hiyo ilileta tafsiri, wewe faida kumpopoa. Ilileta tafsiri kabisa kwamba siku zake zimekwisha katika klabu ya Al Ahly. Sawa bwana, coaches are hired to be fired. Na ndo maisha. Sawa, Bin Zuberi, gazeti Bin Zuberi na shauri hawa vijana walelewe na serikali au wapewe motisha huko nchi za nje, watoke huku na walimu wasome soka academy labda Ufaransa, Uingereza, Spain na kadhalika. By Daniel Marunda wa Arusha Karatu. Bin Zuberi na shauri noma aanze katika mchezo leo. Bin Zuberi, muulize Kilinga, yule Kilinga aliyekuwa mhandisi kwenye hoteli ya Northern Circuit Arusha na Serengeti ni baba yake au ni ndugu yake au ni ndugu yake? Huyo mhandisi alikuwa mwamba kweli kweli. Bin Zuberi, mshauri TFF wachonge sana bwana. La kwako jibu. Baba yangu mzazi. Baba yake yusi nilikuwa naambia huyu ni kama huyu kigogo. Nikwambia ino kigogo mnakataa. Sasa fikiria. Ambeni kituko na kigogo mnanibishiaga. Bin Zuberi, Mzamiru Yasini hata benchi hayupo lakini kazungumziwa leo. Kweli wachambuzi uchwara hawaishi. Ni mimi Saidi Ngwale wa Arusha. Yaani sijamuelewa huyu. Umemuelewa huyu? Naam. Mzamiru kazungumziwa na sisi ama kazungumziwa na kocha? Kwamba hayupo kwenye yani kwamba bado yuko injured. Kocha akasema Mzamiru ni pekee ambaye hata kuwepo kwa sababu yuko injured. Sasa Idi Ngwao wakati mwingine akawa nakurupuka ndugu yangu. Pashi boy Mwampashi, Bin Zuberi, ni kweli kabisa jana iliandikwa historia ya Nyerere baba wa taifa, na sisi tunao mababa wa taifa, yani King Kibaden na Sande Manara. Tufike mwisho. Bin Zuberi ajengo masanamu ya by Endu Mwampashi kali muzika. Endu Mwampashi rafiki yangu sana. Asalamu alaikum Zuberi, ongela Sports AM. Sawa, huyu anaitwa mdau wa Singida, hajataja jina lake. Finali waliokeza Simba 93 ilikuwa inaitwaje? Kombe la Kafu, jina anaitwa Mlanungo Kalebezo. Tumesha kujibu. Sawa bwana, message ni nyingi, mtaniwia radhi. Huyu Bin Zuberi, msalimie Kunambi, nimekeza naye tangia wadogo home kwetu Kigogo Randaba Tambwe Kitwana. Mzee kubwa kizaga Randaba. Michezo zako ilikuwa ya hatari wewe. Sawa. Nas naomba dua bwana kwa ajili ya Simba Sports Club. Mwenyezi Mungu baba wa rehema, tunakuja mbele zako wakati huu tukikabidhi timu yetu ya Simba Sports Club ambayo inakwenda kucheza mchezo mgumu wa nusu finali wa kombe la shirikisho nchini Afrika Kusini. Tunajua timu yetu imejiandaa vizuri nje na ndani ya uwanja, na maandalizi yamekwenda vizuri hadi hapo mchezo utakapoanza baadaye leo.
na Mungu tunajua utaendelea kuipigania timu yetu ikapata ushindi na kuliwakilisha taifa katika mashindano ya kimataifa. Amen. Amen. Na kushukuru wewe mtazamaji kwa kuwa nasi tangu tunaanza kipindi hiki saa 2:30 asubuhi. Kwa niaba ya crew nzima kiongozwa na producer Omar Suleiman, Baraka the Big Fat Joe, brother Rashid Kejo, Kunambi, long time sio Nasi Kigogo, leo watu wamefichua siri zako, kumbe hata mzee naye alikuwa kigogo. Sasa bin Mahmoud bin Zuberi, ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vijavyo vya hapa Azam Sports 1 HD, lakini pia chaneli nyingine mbalimbali ambazo zinakupa burudani si tu ya michezo bali na burudani ya sinema, kadhalika sinema zetu na mengineyo mengi.